mtu umepatwa na wasiwasi wa namna hiyo, kwa sababu ni uchawi huo ndio unakupelekea hali za namna hiyo. Lakini pia ama dalili nyingine, inda alqiraa yakthuru tafaub wala yadhharu alayhi shay. Na huyu mgonjwa, miongoni mwa dalili yake, wakati utakapokuwa ukimfanyia tiba, labda ruqya shar'iyya, unamsomea pale, utamwona mtu huyu anapiga miayo mingi sana, kumwona anapiga miayo mingi, na hata kama hapa kutokea dalili nyingine yoyote, bali ile miayo ikiwa imezidi, ni dalili ya mtu huyu kuwa amepatwa na uchawi, sihr, alwaswas, ash-shaytaniyya au as-sihriyya, ni uchawi wa kishetani ambao unaleta waswasi katika mili ya mwanadamu, lakini pia uchawi wa kibinadamu. Lakini pia tunasema dalili nyingine, indama simaihi alayati as-sihr yakthiru min bukai khasata surati an-nasi ma'a adami dhuhuri ay a'rad ukhra, kwamba tunasema mtu mwingine na unaweza kuwa unamfanyia kisomo vile vile, amekuja kushtakia ukasema basi kaa tukufanyie qiraa, tukuombe, tufanye dua ila Allah rabbul alamin, tumuombe Mwenyezi Mungu mlezi wa walimwengu. Lakini wakati unapomsomea, na hasa ukifika katika suratun nasi hii, utamkuta anaanza kupiga kilio, anaanza kulia kilio cha ajabu, subhanallah, na mpaka unamuuliza wewe, tatizo gani linalokusibu mpaka uanze kulia? Haijulikani. Basi hiyo ni moja ya dalili ya kumjua mtu huyu ana uchawi wa waswasi, amepatwa na uchawi wa waswasi wa kishetani na uchawi wa kibinadamu unaleta katika waswasi katika vifua vya watu. Lakini pia tunasema, ama tatizo lingine kwa mtu huyu, tunasema dalili nyingine, yadhkuru shururu wal ashiya'i sayyi'a wa yansa alkhair. Mtu huyu mwenye waswas, mara nyingi sana yeye kazi yake ni kutaja mabaya ya watu tu, yote aliyotendewa yeye kazi yake ni kuyataja tu, mimi unanifanyia hivi, mimi unanifanyia hivi, mimi ndo nini, mimi ndio, lakini haangalii hata ule wema ambao uliokwisha kumtendea. Yeye anakuwa hana hiyo, na anapokuwa katika moyo wake umeshazagaa, umeshajazwa jazba nzito sana na sheitani na machawi namna hiyo, basi yale mabaya ndio atachukulia hima kweli, na hatimaye hata kama alikuwa ni wanandoa mkaja kuachana kwa sababu tu mmepatwa na uchawi wa waswasi unaotokana na mashaitani na wanadamu. Lakini pia tunasema takbir al-umuri as-saghira, kukuza mambo madogo kuwa makubwa. Yani jambo au ikhtilafu ilitokea baina yako wewe na mwenza wako, jambo dogo tu, lakini utalikuza litakuwa kubwa kweli mpaka lilete mfarakano baina yako wewe na mkeo, baina yako wewe na mumeo, baina yako wewe na